Jeshi la Sudan limefanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji na miji midogo 7 katika jimbo la South Kordofan, likiwa ni operesheni yake kubwa ya kwanza tangu vita vya ndani vianze mwezi Aprili mwaka 2023, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani vya Sudan. Kwa mujibu wa taarifa hizo, maeneo haya yalikuwa chini ya udhibiti wa Sudan People's Liberation Movement North, kundi ambalo limekuwa likipigania mamlaka ya kujitawala katika majimbo ya South Kordofan na Blue Nile tangu mwaka 2011. Ushindi huu unaonekana kama hatua muhimu kwa jeshi la Sudan katika kuimarisha nafasi yake kijeshi na kisiasa katika ukanda huo wenye historia ya mivutano ya muda mrefu. Wachambuzi wanasema kuwa operesheni hiyo inatoa ishara ya mabadiliko mapya katika mwenendo wa vita, hasa ikizingatiwa kuwa kwa miezi kadhaa jeshi limekuwa likijikita zaidi katika maeneo ya mijini yanayokumbwa na mapigano makali na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Tangu mapigano hayo yaanze, vita kati ya jeshi la serikali na RSF vimesababisha vifo vya watu wasiopungua 40,000 kwa mujibu wa makadirio ya wataalamu. Zaidi ya watu milioni 14 wamelazimika kuyakimbia makazi yao, hali iliyotajwa kama moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu barani Afrika kwa sasa. Wanaharakati wa masuala ya kibinadamu wanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kulinda raia, wakionya kuwa ukanda wa Kordofan unaweza kukumbwa na ongezeko la ukame wa huduma za msingi kama chakula, maji na matibabu kutokana na mapigano hayo mapya. Kwa sasa, jeshi la Sudan halijatoa maelezo ya kina kuhusu operesheni hiyo, iwe ni ya muda mfupi au ishara ya kampeni pana zaidi dhidi ya makundi yanayoshikilia maeneo ya milimani na vijijini. Go!